Ninazo shukrani kwa Mungu kwa kunipa nafasi ya siku ya leo kuweza kushiriki na ninyi katika ibada hii nzuri sana. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya baba yangu na mchungaji wetu tu. Nashukuru kwa ajili ya baba yetu James Kata. Ninatambua uwepo wa wazee wetu wa kanisa mahali hapa. Natambua uwepo wa viongozi, mashemasi, viongozi wa idara mbalimbali. Kwa kweli ni baraka sana kuwa na ninyi siku ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Basi kwa kusema hayo machache, ninaomba sasa niweze kwenda kwenye neno la Mungu. Kitabu kile cha Isaya sura ya 11 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Hapo ndiko tunapata kitu ambacho tutakuwa tukijifunza siku hii ya leo. Biblia Takatifu inasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Amen. Nataka tujifunze kwa habari ya nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuleta ustawi wa maisha ya muumini. Lakini kwa mtangulizi tu, labda niseme mambo machache. Kuna mambo kama manne ambayo yanaweza kutengeneza jambo fulani au yanaweza kuleta matokeo kwenye maisha ya muumini. Na jambo la kwanza ni neno la Mungu. Lakini jambo la pili ni Roho Mtakatifu. Jambo la tatu ni maisha ya maombi. Jambo la nne ni mifungo. Soma kwa haraka nitataja mistari ya Biblia. Kile kitabu cha Zaburi ya 33 na ule mstari wa 6, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Anataja jambo la kwanza ambalo liliweza kutengeneza kitu ulimwenguni. Jambo la kwanza ni neno la Bwana. Mungu wetu asiwe sana. Alafu jambo la pili analolitaja ambalo liliweza kusababisha vitu vikatokea duniani. Jambo la pili anataja pumzi. Ile bii yake unaona anasema na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Neno pumzi ni neno ambalo lina tafasiriwa kuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa lugha ambayo imetolewa kwenye Kiyunani inaitwa ruha, R-U-A-H, ambayo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anatuonyesha ya kwamba kwa neno la Bwana vitu vyote viliumbwa. Neno la Mungu haliwezi kuleta matokeo kwenye maisha ya mtu isipokuwa kuna Roho Mtakatifu ambaye amelivuvia hilo neno. Kama neno halijavuviwa na Roho Mtakatifu, maana yake haliwezi kuleta matokeo kwenye maisha ya mtu. Ili lilete matokeo ni lazima Roho Mtakatifu awepo. Lakini pia ili Roho Mtakatifu aweze kutekeleza jambo, aweze kutenda jambo, ni lazima liwepo neno ambalo linatamkwa. Na ndio maana utaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, giza lilikuwa juu ya uso ilikuwa katika nchi, na Roho Bwana alikuwa juu ya maji ametulia. Unaona, Roho ametulia, hajafanya chochote, mbingu zimeshaumbwa. Kumbe alikuwa anasubiri nini? Alikuwa anasubiri ile mstari wa 3 anaposema Mungu akasema. Ndio unaona Roho Mtakatifu anaanza kutekeleza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu na neno ni vitu ambavyo vinategemeana. Kama unataka kusababisha matokeo kwenye maisha yako ya kiroho, ni lazima neno la Bwana liwe kwenye maisha yako. Na jambo la pili ni lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako. Jamani, amina. Na jambo la tatu nimesema kinachoweza kutengeneza kitu kipya au kuleta matokeo kwenye maisha ya muumini ni maisha ya maombi.
maisha ya maombi. Na hapa sizungumzii vipindi vya maombi, hapana. Nazungumzia maisha endelevu ya maombi. Utaona kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5:17. Biblia inasema kwamba Elia ambaye alikuwa mwanadamu kama sisi, mwenye tabia moja kama sisi, naye aliomba Mungu kwa bidii. Taona neno kwa bidii. Bidii maana yake nini? Bidii maana yake ni mwendelezo. Jamani, amina. Bidii maana yake ni mwendelezo. Unapokuwa na bidii maana yake unakuwa na mwendelezo. Na hapa unielewe sawa sawa. Unapotaka kuona matokeo kwenye maisha yako ya kiroho, lazima uwe na maisha ya maombi ya mwendelezo. Usiwe na vipindi vya maombi. Unajua Wakristo wengi leo wana vipindi vya maombi. Wanaweza wakaomba wiki hii, ikapita wiki 3 hawajaomba. Anaweza akafunga tuna siku 40 Januari. Anafunga siku 40. Baada ya siku 40 ameacha tena kufunga. Maana unaona ni mtu mwenye vipindi vya maombi. Lakini mtu ambaye ana maisha endelevu ya maombi ni mtu ambaye anakuwa na ratiba inayoeleweka ya kuomba. Kama anaamka saa 9, basi kila siku anaamka saa 9. Hakuna siku ambayo atapitiliza kabla saa 11. Na hiyo ndio Mungu anayeheshimu. Mtu yeyote ambaye ana ratiba maalum inayoeleweka na maisha endelevu ya maombi, ni lazima aanze kuyaona matokeo kwenye maisha yake. Jamani, amina. Na mimi ninakutamkia na kuombea ya kwamba Mungu akusaidie uwe na neema ya kuishi katika maombi kwa uendelevu. Jambo la 4 ambalo ninaona linaweza likasababisha matokeo katika maisha ya mtu, jambo la 4 ni mifungo, hasa mifungo ya muda mrefu. Mifungo ya muda mrefu. Utaona kitabu cha Luka sura ya 1. Biblia inasema Yesu anaongozwa na Roho, anaenda nyikani, anajaribiwa, anafunga siku 40. Anapofunga siku 40, anapomaliza anasikia njaa. Shetani anamjaribu. Na hii cha ajabu sana, ukisoma ile mstari wa 14, utaona andiko linalosema, anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Akaenda wapi? Galilaya. Habari zake zikaenea maeneo yote, kote watu wakajua habari zake. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu wa maombi na alikuwa na maisha ya maombi ambayo alikuwa ni mtu wa mifungo, na mifungo ambayo ni ya muda mrefu. Jamani, tukitaka kupiga hatua ni lazima tuamue kwa dhati kuwa na mifungo ya muda mrefu na maombi ya mara kwa mara. Sema amina katika jina la Yesu. Lakini leo naomba uniruhusu nizungumze kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Isaya sura ya 11 ni unabii ambao Isaya anatabiri, na anatabiri kwa habari ya kuja kwa Yesu. Na mara nyingi Isaya, utaona kwenye jumbe zake ukisoma, mara nyingi alikuwa anatoa unabii. Anazungumza kwa habari ya unabii. Na unabii mara nyingi anazungumza kwa habari ya kuzaliwa kwa Masihi, yaani Yesu Kristo. Na kwenye sura ya 11 pia alikuwa anatoa unabii juu ya ujio wa Yesu. Na anaonyesha ya kwamba Yesu atatoka kwenye ukoo ambao ni wa mzee Yese. Atatoka kwenye ukoo wa mzee Yese. Na katika ukoo huo atakaotoka, tawi lake ambalo hili tawi litazaa matunda. Anaonyesha hivyo, litazaa matunda. Lakini cha ajabu zaidi, ule mstari wa 2 anaonyesha na mambo ambayo yataambatana na huyo Yesu. Yesu anapokuja, kuna mambo ambayo yataambatana naye, anayataja pale. Anazungumza kwamba Roho itakuwa juu yake, Roho ya hekima itakuwa juu yake, Roho ya ufahamu, Roho ya uweza, Roho ya shauri, Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Haya mambo yote yanaonyesha ya kwamba Yesu ili aje duniani atimize kusudi la kutimiliza, alihitaji utendaji wa Roho Mtakatifu ili afikie ustawi na kusudi la maisha yake. Jamani, amina. Anaonyesha kwamba alihitaji utendaji wa Roho Mtakatifu ili
16 mstari wa 7, Yesu mwenyewe anasema ya kwamba nawaambia hiyo kweli, yawafaa nini mimi niondoke, ili maana nisipoondoka huyo Roho hatakuja. Kwa hiyo anaonyesha ya kwamba hatuwezi bila Roho Mtakatifu, hatuwezi kutimiza makusudi bila Roho Mtakatifu, hatuwezi kufanikiwa bila Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa na matokeo katika maisha yetu ya kiroho bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatuwezesha kuweza kufikia makusudi na malengo na kupata ustawi kwenye maisha yetu ya kiroho. Jamani, amina. Kwa hiyo naona hilo andiko anaonyesha Yesu alihitaji utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaonyesha mambo saba au maeneo saba ya utendaji wa Roho Mtakatifu katika ndani ya Yesu ili atimize kusudi. Haya nataka tuyaangalie maeneo saba. Eneo la kwanza unaona kwenye mstari wa 2 pale, anaanza kusema na Roho ya Bwana atakaa juu yake. Anaposema Roho ya Bwana kwa juu yako, maana yake ni ule upako, ni yale mafuta ambayo yapo pamoja na wewe kutimiza makusudi. Luka 4:18, angalia pale. Roho wa Bwana yu juu yangu. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Sasa hapa anayezungumza ni Yesu. Na Yesu anazungumza akiwa kwenye sinagogi. Amekaribishwa, amepewa nafasi ya kusema, akaenda akachukua chuo cha nabii Isaya. Na yeye anasoma nukuu kwenye Isaya 61. Utaona ya maandiko ni nukuu ya Isaya 61. Ananukuu kwenye Isaya 61, anayasoma hayo maandiko. Endelea kusoma sasa. Nasema kwa maana amenitia mafuta. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia nini jamani? Mafuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Ndio. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio. Na vipofu kupata kuona tena. Kuwaacha huru walioteswa. Kwa hiyo unaona hayo maneno sasa, anaonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu kuwa juu ya mtu, maana yake ni kule kutiwa mafuta. Roho Mtakatifu kuwa juu ya mtu ni kule kupakwa mafuta, kuwa na upako kwa ajili ya kutimiza kusudi fulani. Kwa hiyo Yesu alipokuja, inaonyesha kwamba alikuja ikiwa Roho wa Bwana yuko juu yake. Kwa nini? Kwa sababu amepaka mafuta ili athibitishe mtumishi wake. Usabu Roho Mtakatifu hawezi kusaidia kufanikisha kusudi ulionalo, na hata wewe kama Kristo hautafikia kwenye kusudi ulionalo ikiwa Roho wa Bwana hajakupaka mafuta, ikiwa Roho wa Bwana hajakaa juu yako. Wazo jambo la kwanza ni lazima akae juu yako kwanza, akupake mafuta kwanza. Akishakupaka mafuta kwenye eneo fulani, utaanza kuona maisha yako yanabadilika, utaanza kuona lile kusudi unaanza kulifanyia kazi na unalikamilisha kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu yako. Yale mambo mawili yanatokea Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu. Jambo la kwanza, huwa anampa nguvu zake. Roho Mtakatifu anaachilia nguvu mbele ya mtu. Kwa hiyo njia rahisi ambayo itakusaidia kuzipokea nguvu za Roho Mtakatifu ni kumruhusu Roho Mtakatifu akupake mafuta kwenye eneo ambalo unalifanyia kazi. Ni kuruhusu Roho Mtakatifu akupake mafuta kwenye hiyo huduma ulionayo. Ni kuruhusu Roho Mtakatifu akupake mafuta kwenye biashara ulionayo. Atakapokupaka mafuta, utaanza kuona nguvu zake zinakuja juu ya maisha yako, na zile nguvu ndio zinakusaidia kutimiza kusudi ambalo umekusudiwa kulifanya. Kwenye Samueli wa kwanza 6 mstari wa 3, ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta. Samueli akaitwaa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Akamtia huyo alimtia bali Daudi, anamtia Daudi mafuta kati ya ndugu zake. Na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Tangu siku ile. Unaona hayo maandiko jamani? Roho Mtakatifu alikuja baada ya Daudi. Daudi baada ya kupakwa mafuta na mzee wetu Samueli alipakwa mafuta, ndio unaona kwamba anapokea nguvu za ajabu zinaambatana ndani yake. Na Daudi anajua alikuwa na kusudi aweze kuwa mfalme, akatawala. Maana kwa wakati ule alikuwa ameshakataa Sauli,
Vita nyingi zinaweza kuwa rahisi pale wanapoamua Roho Mtakatifu kukaa juu yao. Roho Mtakatifu anapokaa juu yao, wanapofanya maamuzi ya dhati, Roho Mtakatifu akae juu yao, ndio utaanza kuona vita vinakuwa rahisi. Utaanza kuona changamoto zinapungua. Utaanza kuona unapata ushindi kwenye shida. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana akujaze Roho wake na akupake mafuta ili ukapokee uwezo wa kutimiza kusudi ambalo Bwana amekuumbia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la pili ambalo linatokea unapopata mafuta, anakusaidia kukabiliana na upinzani. Waamuzi 14 mstari wa 5 na wa 6. Angalia hiyo. Waamuzi 14:5-6 Biblia inasema ndipo Samson na baba yake na mama yake wakateremkia Timna. Samsoni na wazazi wake wanaenda Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Na tazama, mwana simba akamngurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Simba ambaye ni upinzani sasa unamngurumia huyu bwana mkubwa Samsoni. Alafu Roho wa Bwana anamjilia kwa nguvu. Naye akampasua kana kwamba anapasua mwanambuzi. Yaani alipokuja Roho wa Bwana, kumbe Samsoni kama Roho wa Bwana alikuwa mjilii juu yake, alikuwa hawezi kukabiliana na upinzani. Lakini Roho wa Bwana anapokuja juu yake, anashangaa ghafla anapata nguvu, na anapata nguvu ghafla anakabiliana na maadui wote anaokutana nao. Kumbe hatuwezi kukabiliana na changamoto kama hatujapata uwezo unaotoka juu. Hatuwezi kukabiliana na shida tulizonazo, vita tulizonazo, kama Roho wa Bwana hajakaa juu yetu. Ni lazima akae juu yetu, atujaze uwezo, ndipo tutaweza kukabiliana nazo katika maisha yako. Tamani Roho wa Bwana akae juu yako katika huduma ulionayo. Tamani Roho wa Bwana kupaka mafuta katika biashara yako. Tamani Roho wa Bwana kupaka mafuta katika hiyo kazi ulionayo. Ninakuombea Roho wa Bwana kupaka mafuta kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Unapokutana na upinzani, unapokutana na changamoto, Bwana akusaidie ukazishinde. Sema amina katika jina la Yesu. Hatuwezi kukabiliana na kuonyesha andiko lingine. Isaya 10:27. Biblia inasema tena itakuwa katika siku hiyo. Tena itakuwa katika siku hiyo. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Mzigo wake utaondoka begani mwako. Na nira yake shingoni mwako. Na nira shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa. Nayo nira itafanyaje bwana? Itaharibiwa. Itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa hiyo haiharibiki nira mpaka pale umefanyaje? Umetiwa mafuta. Vikwazo havitaondoka mpaka pale umefanyaje? Umetiwa mafuta. Changamoto hazitakwisha mpaka pale umetiwa mafuta. Hautapata ushindi kwenye vita ulionao mpaka pale Bwana amekutia mafuta. Ninakuombea Bwana kupaka mafuta kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea neema ya Bwana iwe juu yako, akupake mafuta kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu Mungu amewaita kwenye huduma, lakini bado wana changamoto nyingi, lakini bado wana vita nyingi, lakini bado wana upinzani mwingi. Anayekwambia kwamba neema ya Bwana ipo na Bwana atakusaidia. Neema ya Bwana ipo na Bwana atakuwezesha. Leo Bwana mruhusu aingie ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Anasema nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kufanyaje? Ya kutiwa mafuta. Wewe nikupe mambo mawili yanayokusaidia kwenye hili eneo ili uweze kuwa na ustadi. Mambo mawili yatakayokusaidia katika hili eneo la kupakwa mafuta ili uwe na ustadi. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia, hakikisha umepakwa mafuta katika eneo la huduma yako. Jambo la pili, hakikisha Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Haitoshi tu Roho alikuwa juu. Wakati wa Agano la Kale, Roho alikuwa anakaa juu ya watu, lakini leo hakai tena juu ya watu. Roho sasa anaingia ndani ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wake ndani ya maisha yako. Wakorintho wa kwanza 3:16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa wapi jamani? Kwa hiyo mwili wa binadamu umetengenezwa uwe nyumba.
Amina. Mwili wa binadamu ni nyumba, lakini ni nyumba ya vitu viwili. Mwili wa binadamu ni nyumba moja ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaishi ndani ya mwanadamu, lakini kama mwanadamu hana Roho Mtakatifu ndani yake, inakuwa ni nyumba ya kitu kingine. Mstari wa Mathayo 12:43-44 kuonyesha hapa. Pepo mchafu amtokapo mtu. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo anapita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Nitaka hiyo sentence tu. Pepo amtokapo mtu anaenda mahali pasipo maji, anatulia namna hii. Alafu baada ya muda anasema nitarudi nyumbani kwangu. Kwa hiyo mwili wa binadamu kama akae Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu, anayekaa ni mapepo. Haiwezekani wewe kama Roho iko ndani yako kwamba wewe umekaa tu mapepo hayapo na Roho hayupo. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Kama Roho Mungu yuko ndani yako, maana aliyeko ndani yako ni mapepo. Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi ya dhati. Ndani yako aishi Roho Mtakatifu. Atakapoishi Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia kukabiliana na upinzani na changamoto unazokutana nazo. Nimekuja kukutia moyo na kukuombea kwamba Roho Mtakatifu arudi tena ndani yako, akujaze uwezo, akupe na nguvu zake, akupe na mafuta yake, ili uweze ukapate ushindi na ukafikia ustawi katika maisha yako, katika jina la Yesu aliye hai. Ninamwombea mtu mmoja ambaye ana changamoto kwenye huduma yake, vita kubwa aliyonayo. Ninafahamu vita aliyonayo, lakini Roho Bwana yupo, anaweza kukusaidia, atakutia nguvu tena, atakuimarisha tena, atakuwezesha tena. Atakapokuja juu ya maisha yako, atakapoingia ndani ya maisha yako, lazima atakupa uweza. Ninakutakia upokee uweza tena kwa jina la Bwana wa majeshi. Hilo ni eneo la kwanza la utendaji wa Roho Bwana. Eneo la pili, roho ya hekima. Isaya 11:2. Tunaona sasa Roho Bwana anakaa juu yako na roho ya hekima. Hilo ni eneo la pili. Hii ni roho ambayo inakusaidia kufanya maamuzi kwa busara. Ukikosa roho ya hekima, maana yake itakuwa ni vigumu kufanya maamuzi. Katika maisha tunayokutana nayo, ndugu zangu, ni lazima kuna aina ya maamuzi tuyafanye ili tuweze kupata ustawi kwenye maeneo fulani. Sasa ukikosa roho ya hekima, ni vigumu sana kufikia kusudi lako, kwa sababu hautafanya maamuzi sahihi. Waefeso 1:17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima, awape ninyi. Haya ni maombi ya Paulo, anaomba kwa kanisa la Efeso, na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa kumbe kuna kiwango cha kumjua Mungu hautakifikia mpaka pale roho ya hekima na ya ufunuo. Kuna kiwango cha kumjua Mungu hautakifika kama huna roho ya hekima, lakini pia kama huna roho ya ufunuo. Maana roho ya ufunuo na roho ya hekima inakusaidia kumjua Mungu. Kukaa kanisani miaka 30 haikusaidii kumjua Mungu. Kuimba kwenye kwaya haikusaidii kumjua Mungu. Kuwa mzee wa kanisa mshemasi haikusaidii kumjua Mungu. Ili umjue Mungu, lazima uwe na roho ya hekima, jambo la kwanza. Na jambo la pili, lazima uwe na roho ya ufunuo. Naongea kwa sawa. Jamani, amina. Wanafunzi wa Yesu hawakumjua Yesu hata siku moja. Hata siku moja, wala wote 11 hawakumuelewa Yesu. Siku moja Yesu akawauliza swali, niambieni kwa mtaani wananihitaji. Wanasema mimi nani? Wakasema wengine wanasema wewe ni nabii, wewe ni Elia, wewe si Elia, nabii acha. Akawauliza nini nasema? Mmoja tu ndiye alikuwa anajibu. Akasema kwamba wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Masihi. Huyo ni Petro. Maana yake alipoangalia jibu ambalo Yesu anamwambia heri wewe Simoni Bayona, maana mbingu hazikukufunulia, sio mwili hakukufunulia, bali ni mbingu zenyewe ndio zinakufunulia. Maana yake alipata ufunuo maalum wa kumjua Yesu.
sababu una neno la ufunuo. Naongea na watu sawa jamani. Na ufunuo hauji mpaka pale umejibidisha kwenye kumtafuta yeye, kwenye neno lake, kwenye maombi, ndio utapata ufunuo. Danieli 17 tunaruka mstari mchache, alafu tunaenda ule mstari wa 20. Danieli 1:17 Biblia inasema, basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Mungu aliwapa maarifa na ujuzi, ndio hiyo sentence. Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika nini jamani? Elimu na hekima. Elimu na hekima. Maana kuna wakati mtu anaweza kuwa na elimu lakini hana hekima. Si sawa? Kuna mtu amesoma kabisa mpaka PhD, hana elimu ya kutosha, lakini hekima ya kimungu hana ndani yake. Sasa jamaa walijaliwa elimu lakini pia walijaliwa na hekima. Soma mstari wa 20. Na katika kila jambo la hekima na ufahamu. Katika kila jambo la hekima na ufahamu. Alilowauliza mfalme. Akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Walikuwa better 10 times. Walikuwa bora zaidi ya wale waganga na wachawi. Kwa nini? Kwa sababu ya hekima na ufahamu. Hapa Danieli na wenzake wale watatu ambao wameletwa kule Babeli. Wameletwa na Nebukadneza ameagiza, nileteni vijana ambao wamesoma kidogo. Walipoletwa na hao wamo, na hao wakaonekana wana hekima ya kutosha, wakaonekana wana elimu ya kutosha, tena wana uwezo na ufahamu katika maono. Unaona hiyo sentence? Na mstari wa mwisho kabisa, mfalme anapotafuta jambo la hekima, anapotaka hekima, anaenda kwa waganga, anaenda kwa wachawi, anaenda kwa warozi, anaenda kwa kila namna ya watawala walioko pale, lakini anaikosa hekima. Ila akienda kwa vijana wanne anaipata hekima. Kwa nini? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu alikuwa juu yao. Unajua walipata kibali mbele ya mfalme. Kinachoweza kukupa kibali mbele ya wakuu wako pale kazini sio bidii ya kazi unayoifanya. Kinachoweza kukupa kibali kwenye eneo lako la kazi ni ile roho ya hekima iliyo ndani yako. Kwa sababu ile roho ya hekima iliyo ndani yako ndio inakusaidia kutatua changamoto. Naongea na mtu sawa. Na changamoto lazima utakutana nazo. Ili uzitatue lazima uwe na roho ya hekima. Kwenye kitabu cha Mwanzo unaona Mwanzo 1, unaona mfalme ameota ndoto. Anaona masuke sana yaliyoshiba na yale mazuri ya manono na yale mengine ambayo ni ya mikonakona. Anaona ng'ombe sana wazuri wanono na wale wengine wanono. Alafu anakosa hekima ya kutatua hiyo changamoto. Ndipo anatafuta mtu ndio gerezani, analetwa, anaitatua changamoto. Lakini kuna mstari pale naipenda ambayo mfalme Yusufu alikuwa anamshauri mfalme. Mwanzo 41:35. Utaona pale Yusufu anamshauri mfalme maneno mazuri kabisa. Anasema hivi, anasema basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi. Maana ile changamoto ya njaa ilihitaji kwanza mtu mwenye akili, lakini pili ilihitaji mtu mwenye hekima. Kwa hiyo akili isingetatua changamoto, lakini pia hekima pekee isingetatua changamoto. Vyote viwili vilihitajika kwenye kutatua changamoto ya njaa ndani ya miaka 7, ili wanapokuja kuwa na njaa hiyo watumie chakula walichoweka akiba cha kusaidia wakati wa njaa. Manake hekima ilitumika na akili ilitumika. Kuna mahali hatutaweza ndugu zangu mpaka Roho Bwana atupe hekima. Hatutaweza mpaka tuwe na akili njema, akili iliyo bora. Warumi anaandika 1:28 anasema kwa sababu wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliyoacha watumie akili zao zisizofaa. Maana kuna wakati Mungu anatuacha, anatukataa kwa sababu hatuna akili sawasawa, hatuna hekima sawasawa. Nataka tukuanzie leo tumwambie Bwana tusaidie, atupe hekima na akili tukatatue changamoto kwenye kazi zetu. Ninakuombea kwa jina la Yesu aliye hai, hekima na akili iwe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Unahitaji hekima, unahitaji
Haleluya. Wewe ni haki yako, muda wako umeruhusu. Jambo la tatu ni roho ya ufahamu. Ukisoma pale Isaya 1:2 utaiona hii. Kuna roho ya ufahamu imetajwa hapa. Hii ni roho ambayo inakupa uelewa katika mambo na kuweza kuyafanyia maamuzi ama kuyafanyia kazi kwa usahihi. Hiyo ndio roho ya ufahamu. Inakupa, it gives you comprehension, ule uelewa wa kutosha kwenye maeneo fulani. Ukishapata roho ya ufahamu ni rahisi sana kutumia hekima. Ukishakuwa na roho ya ufahamu ni rahisi sana kutumia hekima, kwa sababu hekima hupatikana midomoni mwa mwenye ufahamu. Biblia inasema Mithali 10:13, hekima hupatikana midomoni mwa mwenye ufahamu. Unaona hiyo ndiko hekima hupatikana midomoni yake mwenye ufahamu. Ni rahisi sana kuwa na hekima, lakini angalia sentensi inaendelea kunasema, sema bali fimbo hufaa kwa mgongo wake asiye na ufahamu. Yaani maana yake ni kwamba asiye na ufahamu anatakiwa achapwe mboko. Kwa tafsiri yake, yoyote ambaye hana ufahamu kwenye maeneo yoyote kwa kuchapa viboko kabisa. Ndio maana ni muhimu sana uwe na ufahamu wa kutosha, kwa sababu ukikosa ufahamu hekima haitatumika. Ukikosa ufahamu hutaweza kutatua changamoto. Naongea na watu sawa. Amen. Kwa hiyo ili uwe mwenye hekima ndani yako ni lazima uwe na ufahamu kwanza. Ni hasara sana Kristo akiwa amekosa roho ya ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu atashindwa kuitumia hekima kwenye maisha yake. Kolosai 1:9 anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua ili mjaze maarifa ya mapenzi yake katika nini? Hekima. Tunapili katika nini? Katika ufahamu. Alafu anakuonyesha ukiwa na hekima na ufahamu kuna vitu vitatokea na vitu vitakuwa rahisi. Ndio mstari wa 10. Ukiwa na hekima na ufahamu, jambo la kwanza unaenenda katika wajibu ulionao. Aliyekosa hekima na ufahamu anaendaga nje ya wajibu wake. Anawajibika juu ya mke wake, lakini kwa sababu hana hekima, hana ufahamu, hawajibiki juu ya mke wake. Ndio sababu mgogoro unatokea ndani ya nyumba. Kwa nini? Kwa sababu hekima hamna, ufahamu hamna. Tashangaa watu wanagombana, tunagombana hapa mtu fulani, kwa nini hapa hajasafishwa kanisani? Kwa nini hapa hajaweka pale na nini? Vyombo vimefanywa hivi, pale hapa hajawekiwa gari. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ameshindwa kutembea kwenye wajibu alionao. Na hiyo ni matokeo ya kukosa nini? Roho ya hekima na ya ufahamu. Hapa endelea semaje? Anasema kwamba mkimpendeza kabisa. Kwa hiyo haiwezekani kumpendeza Mungu kama huna roho ya hekima na ufahamu. Haiwezekani. Ni vigumu sana kumpendeza Mungu kama hakuna roho ya hekima na ufahamu. Alafu endelea semaje? Mkizaa matunda. Kwa hiyo hatutaweza kuzaa matunda kama hatuna roho ya hekima na ufahamu. Tunaweza sasa tuisha Bwana. Ni lazima tuwe na roho ya hekima na ufahamu ndipo tuzae matunda. Vinginevyo hatutaweza. Alafu anasemaje? Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Yaani ukishindwa ama ukikosa hekima na ufahamu, umeshindwa kabisa katika kuitenda kazi ya Bwana. Hautaweza kuitenda kazi ya Bwana kama hauna hekima na ufahamu. Ni lazima uwe na hekima, lakini pia lazima uwe na ufahamu wa roho. Jamani, amina. Roho Mtakatifu ndiye anayekupa ufahamu wa roho na ndiye anayekusaidia kuweza kutatua changamoto kwa sababu ya hekima ulionayo. Roho Mtakatifu si tu kwa kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu si kwa kushangaza, ila Roho Mtakatifu anakusaidia kuwa na ufahamu ili utatue changamoto ulizonazo. Wewe umezoea kumtumia tu kunena kwa lugha. Muda wote umesahau ya kwamba anaweza kusaidia kutatua changamoto zako. Naongea na watu sawa. Kama Yesu asingelikuwa na ufahamu wa roho, kama Yesu asingelikuwa na hekima, ni rahisi sana Yesu akikamata. Na ndio maana Yesu anapoulizwa maswali na Mafarisayo, utaona hekima na ufahamu unakaa ndani yake. Anajua namna ya kujibu maswali. Wanapomuuliza, hebu tuambie bwana mkubwa, ishara hizi zinafanya kutoka mamlaka unayotumia ni ya nani? Unasoma andiko. Na ndio mtapata. Mamlaka unayotumia kutenda haya yote, mamlaka hiyo umeitoa wapi? Yesu atajua kabisa hawa wananitenda. Unaona jibu aliloambia
Niambieni, alitoka wapi? Mamlaka alionayo kutoka wapi? Wanashangaa wanangu. Tukisema kwamba wanadamu, tukisema kwamba sio nini. Wakasema hatujui, baada sijui na msiwaambie. Maana ni hekima iliyo ndani yake. Wanapotaka wanapomhoji kwa habari ya kodi, ni sahihi kulipa Kaisari. Unaona hekima inayotumika ile. Nipeni sarafu. Wanaiona sarafu, anawaambia ya Mungu apewe Mungu, ya Kaisari apewe nani? Hiyo ni hekima na ufahamu wa rohoni. Mungu akusaidie uwe na hekima na ufahamu wa rohoni katika mambo yote, ukatatue changamoto ulizonazo na ukafikia matokeo katika maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Hekima na ufahamu inakusaidia kujua jema na baya. Hekima na ufahamu inakusaidia kutembea kwa usahihi mahali ambapo umetegwa kwenye mtego. Hekima itakusaidia, hekima itakulinda, hekima itakujenga, ufahamu utakutunza. Ndio yeye anasema, unajua ukiwa na ufahamu unakusaidia kukaa eneo moja kwa muda mrefu. Sio kama unafahamu hiyo. Mtu yeyote ambaye anakaa kwenye position kwa muda mrefu ameaminiwa kuwa meneja kwa sababu ya ufahamu alionao. Na ule ufahamu alionao ndio unamsaidia kutatua changamoto kwenye hiyo ofisi yake. Huyo mtu bosi atampenda na mara zote atampa nafasi ya kukaa hapo. Lakini asiye na ufahamu amepewa nafasi ya kuwa sales manager, hana ufahamu, anafukuzwa, anaondoka kabisa, amekosa ufahamu. Ufahamu utakufanya ukae kwa muda mrefu mahali. Mithali 2:11. Busara itakulinda. Busara kwa maana ya hekima ndio tafsiri yake. Hekima itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Ufahamu utafanyaje jamani? Utakuhifadhi. Kwa hiyo ukitaka ulinzi uwe na hekima. Ukitaka kuhifadhiwa na kukaa eneo moja kwa muda mrefu, kukaa mahali kwa muda mrefu, tafuta kuwa na ufahamu. Na hiyo itakusaidia sana kuchagua kuwa na mafanikio. Mithali 4:7. Biblia inasema bora hekima. Basi jipatie hekima. Na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Na kwa mapato yako. Kuna nyingine pale amesema kwa gharama, price, costs. Tumia gharama yoyote kupata ufahamu. Kuna wakati utakonda, kuna wakati utakosa chakula, lakini unatafuta ufahamu ili ukuhifadhi kwa muda mrefu. Ili ukutunze kwa muda mrefu. Ufahamu. Sio kama naongea na watu ndani. Naongea na watu sawasawa ndani. Jamani, naongea na watu ndani. Mungu akusaidie, akupe ufahamu katika jina la Yesu aliye hai. Jambo lingine ni roho ya shauri. Hii ni roho inayokusaidia. Roho inakusaidia kukuongoza. Roho inakuwa mshauri wako. Roho inafanyika kuwa mshauri wako. Hiyo roho ya shauri. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13, anasema lakini yeye atakapokuja huyo roho kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Faida ya kwanza ya Roho Mtakatifu kufanyika mshauri wako ni kuyaongoza maisha yako katika njia zilizo sahihi. Hiyo ndio faida ya kwanza. Faida ya kwanza, Roho Mtakatifu kuwa mshauri anakuongoza katika njia zilizo sahihi. Yesu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Luka sura ya 4. Aliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakusaidia kuyaongoza maisha yako. Warumi 8:14 anasemaje? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Kuokoka tu haitoshi kwa mwana wa Mungu. Ili uwe mwana wa Mungu, kuokoka ni sahihi, sawa, unakufanya kuwa mwana wa Mungu. Lakini pia jambo lingine, ili uwe mwana wa Mungu ni kuongozwa na ule Roho wa Mungu. Unajua mzazi anafurahishwa sana na kijana ambaye ama mtoto ambaye huwa anasikiliza maongozi yake. Pale mzazi anaposema nenda kushoto, nenda kulia, rudi saa 12, usifanye hichi, yule mtoto anapotii kile ambacho mzazi anasema, utaona mzazi anajisikia fahari kuona mtoto. Si ni sawa? Lakini ukitaka kuona mzazi anamkataa
ngozi yake. Anamwambia yeye mtoto anafanya nini? Ndio utasikia mzazi anasema, "Basi umetoa wapi imani yako ile? Kwa babu yako na shangazi yako." Toka. Wanakuta baba mkubwa, unadai maneno yanatoka. Anakuta mtoto paka. Kwa nini? Kwa sababu amekosa utii. Haongozwi. Si sawa? Ili uwe mwana wa Mungu sawa sawa. Jambo la kwanza umeokoka. Na jambo la pili uongozwe naye. Ili uwe mwana kamili, lazima Mungu anaposema kitu fulani umelitii na kufuata. Hapo Roho anakuongoza. Hapo Roho anaongoza maisha yako. Na Roho anapoongoza maisha yako, ndio utaanza kuona mafanikio. Jamani, Roho akikuongoza anakusaidia kuinua hata kesho yako. Roho akikuongoza anakusaidia hata kutatua changamoto, anakusaidia kuijua hatima ulionao. Kwa nini? Kwa sababu anakuongoza leo. Ninaombeanga kama ukampokea Roho ushauri kwenye eneo la maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Roho ya uweza, wewe ndio kutoa kwenye malizo sasa. Roho nakimbia. Roho ya uweza ile roho ya nguvu, nafikiri tumeiona pale juu. Ni roho ya nguvu. Somo la kitabu cha Luka sura 24:49, sura ya andiko moja au tusome andiko mawili. Luka 24:49 anasema, "Tazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini hata mvikwe uweza utokao juu." Yesu anawaambia wanafunzi wake wakae mjini, wavikwe uweza utokao juu. Manake wasingeliweza kutimiza kusudi walionalo kama hawajavikwa uweza unaotoka juu. Kwa hiyo ili utimize kusudi la huduma yako, ili utimize kusudi katika maisha yako, na kazi unayoifanya iwe na matokeo, ni lazima kwanza uvikwe uweza. Ukitaka kuchoka kwa urahisi, kataa kupata uwezo unaotoka juu. Ukitaka kuvunjika moyo kwenye eneo fulani, acha kupokea uwezo kutoka juu. Ili uwe jasiri na uwe na mafanikio, ni lazima upate uweza unaotoka juu. Mithali 24:10. Ukisoma hapo anasema hivi, ukizimia siku ya tano, nguvu zako ni ngapi jamani? 5. Nguvu zako ni nyingi. Sasa mwandishi anasema ukizimia siku ya tano, nguvu zako ni chache. Kwa hiyo wakati wa tano mnakutana watu ambao wamepitia changamoto fulani ya kiuchumi, alafu wameacha ibada. Mnakutana watu ambao wamepitia changamoto ya kifamilia na ndoa, wakaacha kabisa na kanisa. Walizimia wakati wa tano. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zilikuwa chache. Sio sawa? Nguvu zilikuwa chache. Kwa hiyo ili wakati wa tano uwe hodari na uwe na ushindi, lazima kwanza uwe na uweza ndani yako. Lazima kwanza ujae nguvu ndani yako. Kiasi cha nguvu ambazo zipo ndani yako ndio kitaamua uimara kwenye safari ulionayo. Kiasi cha nguvu kilicho ndani yako ndio kitaamua ufanikiwa umbali wa safari unayoelekea. Kile kiasi cha nguvu ambacho kiko ndani yako. Ukikosa nguvu ndani yako, ni utaishia hapo tu ndugu zangu. Mtandao ukiongoza kanisa la kutembelea wakati unaomba. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zilikuwa chache. Mungu akusaidie kufanikishe, akupe uwezo katika jina la Yesu. Isaya 40 anasema 29, "Wapa nguvu wazimiao, umwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo." Na mimi nakuombea kwamba wewe uliyezimia katika taabu, Bwana akujaze nguvu katika jina la Yesu. Akuongezee nguvu wewe usiyekuwa na uwezo katika jina la Yesu aliye hai. Anasema mstari wa 30, "Bali wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio na watachoka." Wanaongoja Bwana ni watu ambao wanamtafuta Bwana hata kama wanapitia mateso na maumivu ya kutosha. Hao bado wanamtafuta Bwana, hao bado wanaomba, hao bado wanatoa sadaka, hao bado fungu la 10 wanaleta, hao bado wanamlilia Bwana, wanakuja ibada. Hao ndio watu wanaongoja Bwana. Hawa watapata nguvu, watapaa juu kwa mbio kama tai, hawatachoka. Ni maombi yangu Bwana
mambo ni magumu, mambo yanachosha. Kuna wakati unatamani kuacha hata kanisa, unatamani badilisha kanisa, labda kanisa letu hili siku hizi limepungua upako, siku hizi hakuna upako. Si swala la upako, ni kwa sababu nguvu zako ni chache. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana akupe uwezo tena. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana akupe uwezo tena. Sijajua kama watu wapo ambao wanamngoja Bwana kwa saburi. Sijajua kama kuna watu ambao wanamtafuta Bwana kila wakati. Mungu anatokea kwenye maisha yao. Hao watu nawaombea kwamba wapate nguvu mpya. Nawaombea wajazwe tena nguvu mpya. Nawaombea wapate tena uwezo mpya. Kama uko miongoni mwao, piga kelele, sema amina katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe uwezo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akuinue tena, akuimarishe wakati wa shida katika jina la Yesu aliye hai. Ukijaa nguvu rohoni, ni rahisi sana kutamka vitu vikatokea. Lakini ukikosa nguvu rohoni, ni vigumu kutamka. Tuishie hapo. Tusimame. Wewe kule unahitaji ujazo wa nguvu nyingi sana. Unahitaji neema, kimbia hapa mbele kwa dakika 2. Sogea hapa mbele tuombe na wewe. Wako watumishi wa Bwana watakuombea. Utapokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Utapokea neema ya Roho Mtakatifu. Utapokea kibali cha Roho Mtakatifu. Kama unaweza kuinuka na kukimbia, kimbia kwa haraka sana. Njoo hapa, kimbia kwa haraka sana. Najua wengine wako kule nyuma wameshindwa kuja hapa, lakini nguvu za Mungu zitakushukia hata wewe, na Bwana atakusaidia. Wachungaji wako hapa watakuombea. Karibuni wachungaji, tutaomba kwa ajili yao. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea nguvu tena ya kushinda ndani ya siku zote ulizonazo. Pokea neema ya kushinda, pokea neema ya kuvuka, pokea neema ya kushinda kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana akusaidie. Neema ya Bwana iwe juu yako, ukapokea uwezo na nguvu katika jina la Yesu. Nenda ukiwa na imani.